Sheikh wangu wa kata, ndugu yangu Sheikh Suleiman, ikiwa kwa wakati mwingine tena tunakutana hapa Bumbuta, na hasa tukiwa katika dauri hili la dawa. Wapenzi watazamaji, watapenda kusikia maneno kutoka kwako, lipi hasa la kuambia ambao wanakutazama? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza fursa hii tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukutanisha na kutuwezesha kwa hili. Kama tulivyomsikiliza Sheikh Muhammad Ndoro alikuwa akizungumza na kiongozi anatakiwa awe namna gani, na pia nitaunga sehemu hiyo kidogo, na sehemu nyingine pia nitaiunga kumuunga namna kiongozi anatakiwa awe na sifa za namna gani ili mtu awe kiongozi. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kwamba fala tuzaku anfusakum huwa alamu biman taka. Msizitukuze nafsi zenu, yeye Mungu ndo anajua ni nani mcha Mungu kati yenu nyinyi wanadamu. Sasa kama Mungu anatuelekeza kwamba msizitukuze nafsi zenu nyinyi wenyewe, yeye ndo anajua ni akina nani wacha Mungu, basi ni lazima kwetu sisi lazima tujiweke katika tawadhu, katika unyenyekevu wa kumuelewa kwamba Mwenyezi Mungu yeye ametuumba na akatupa hizo elimu, basi tuwe ni wenyenyekevu wa kujiweka chini kama vile walivyojiweka chini watu wengine ile wakanyanyuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni moja la kumuunga shehe wangu Sheikh Muhammad, na lingine pia kiongozi, ayuha rais, ewe kiongozi, idha kunta fi kaumi raisa, ukiwa wewe kwa watu ni kiongozi, fala takun ghalidhan alayhim min kalami wa fi'lihim. Ukiwa wewe ni kiongozi kwa watu, fala takun, usije ukawa wewe ghalidhan alayhim, ni mwenye chuki kuwachukia wanaoongoza, min kauli, kutokamana na kauli zao, wa fi'lihim, na matendo yao. Usije wewe ni mwenye chuki, wewe kuwa kun khawiya al-iqlaq hina laqaitahum, kun baadiya al-istighafi lighawthi likullihim hum al-jamu fa inna al-jam'a hum fihim mukhalifun wa fihim wafiqun kun sabura liaklihim. Haya ni maneno ya mwanachuoni aliyozungumza hayo. Pia ukiwa ni kiongozi usiwe na hasira na wale unaoongoza, min kalami wa fi'lihim, kutokamana na maneno yao na matendo yao, usiwe na hasira na wao. Kwa sababu gani? Wewe unapokutana ndo wa kwanza wa kuwasalimia, wanapopata na shida wewe ndo wa kwanza kutatua zile shida. Inatakiwa kiongozi awe na sifa za namna hiyo. Mtu akiwa na shida, basi kiongozi aziondoe shida zile. Huyo ndo kiongozi anatakiwa awe na namna hiyo. Kwa sababu gani? Fahumul jamu, ukiwachukia wao wako kundi, fa inna fihim, hakika wao wako kundi, fihim mukhalifun, wao baadhi yao watakukhalifu, hawatakujua kama ni kiongozi, wafihi muwafiq, wengine watakuafiki. Na tutaikana kwa wewe kiongozi, kun sabura liaklihim, kuwa ni mwenye subira kutokamana na akili zao zilivyo. Bwana, mambo ni mazuri sana, na huyu ni Sheikh wa kata, amedhihirisha ushehe wake wa kata katika vitu ambavyo leo nimekutana nayo Sheikh Muhammad Hussein Ndoro. Nikukutana na Sheikh wa kata mjanja. Sheikh wa kata mjanja maana yake kwamba ameeleza, yani mtu anatakiwa awe, ili dini iende mbele, lazima atumie misamiati kama hii, kama ilivyoizungumza kwamba anatakiwa bwana. Katika watu ambao nimekutana nao mimi katika dawa zangu na akiwa na rafiki yangu Sheikh wa kata mjanja, basi njoo Bumbuta utajifunza mambo mengi sana. Sheikh, niweze kuhitimisha sasa ili niweze kupata nafasi ya imamu ambaye kwa kweli leo ametuheshimisha na hasa kutupa nafasi na kuzungumza na mkurugenzi wa dawa. Wewe katika uongozi wako unatamani vipi hasa watu wako ama wale waliokuwa chini yako? Wewe ni rais wa kata, wale waliokuwa wa chini yako maana yake ni maimamu wa misikiti, ndio watu wako maridadi hawa. Wewe hasa unatamani wao vipi? Alhamdulillah, namshukuru Allah, kutamani kwangu, kupenda kwangu wawe ni wenye kuingia kwenye maneno haya ambayo tuliyozungumza kwamba kiongozi anatakiwa awe na sifa namna gani, ili tupate kuwafikisha umma katika sehemu ambayo aliyoipendelea Allah kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima wawe wasio na hasira na wanaoongoza, wakiwa na hasira na wale wanaoongoza
kwa maana kwamba hawatofikisha neno la Mwenyezi Mungu ipasavyo. Inatakiwa wawe na yale ambayo aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu, tu wasiwe wanajitukuza, na pia pamoja na sisi kwa sababu tuko juu yao, basi tuwe na level ambayo Mungu aliyoisema tuzitukuze nafsi zetu, kuziona bora kushinda watu wengine, na wao viongozi wa chini hao wafanye hivyo hivyo kama tulivyoagizwa na Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume amesema inatawadha min khisali lilmuttaqi, hakika unyenyekevu ni katika mambo ya ucha Mungu. Ina maana ukiwa wanyenyekevu wa kutokujiinua wao, basi wataweza kuwaelemesha watu na kuwapeleka katika sehemu stahiki. Bwana, katika vitu ambavyo unatakiwa kujifunza sana, elimu haina mipaka. Jambo la mwanzo, lakini pili, elimu huwezi kuiendesha kama huna adabu. Na katika mafungamano makubwa aliyozungumza Sheikh wakati hapo, ukitazama katika mazungumzo yake, maana yake uongozi bila kushikamana, bila kujionyesha, bila kujishusha, bila kadhalika hivi. Kitu ambacho alichokizungumza, je, wewe kama Sheikh wakata unacho? Niko na imamu hapa, ndugu yangu Sheikh Kasim, wala kwa machache tuweze kusikia ukamilifu wa majina yako, lakini pili utueleze namna ambavyo furaha na namna ambavyo unataka kuzungumza na Babu Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza nichukue fursa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutujalia siku ya leo kutembelewa na umma na watu kama hao watukufu. Na niwashukuruni sana hasa watu mnaofanya hii kazi ya dawa, na nikushukuru sana kiongozi wa Babu Salam kwa kutembelea sisi siku ya leo, kufika katika mji wetu, katika msikiti wetu, na inshallah sisi shukura zote ni kwake Allah tabaraka wa taala, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afika mahali atuambia wa in lam yashkuru nasa la yashkuru Allah. Mtu yote asiyomshukuru mtu hata kumshukuru Mwenyezi Mungu vile vile hawezi kumshukuru. Mimi nichukue fursa ya kuwashukuruni kwa hili. Pili, nichukue fursa ya kuelezea kile nilichokikusudia kwangu mimi. Mimi ni imamu. Kwa majina naitwa Kasim Abul Qasim Yusufu Abdalla, ni imamu wa msikiti mkuu wa Bumbota. Nimechukua uongozi huu si kwa kupenda mimi, na wala mimi sijataka nipate uimamu, ilipokuwa ni waumini wenyewe waliamua kunichagua mimi kuwa kiongozi wao. Hii ni dhamana nimepewa ya kusimamia dini katika eneo hili, katika msikiti huu. Na niseme hii dhamana ni amana niliopewa kubwa ya kufikisha dini ya Allah, ya kuipeleka dini ya Allah mahali panapostahiki. Nisipofanya hili la kuipeleka dini ya Allah mahali panapostahiki, mimi nitakuwa ni mas'ul. Kama aliposema Sheikh Ndoro, Abubakari, Umar kule walikuwa wanaogopa kule kuja kuulizwa kutokana na mbuzi tu ameifia mpakani huko. Mimi naogopa hii dhamana nilopewa, hii amana nilopewa ya uongozi, na uogopa kuja kuulizwa na Allah, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'i. Kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kutokana na kile al-imamu ra'i. Imamu ni mchunga, wa huwa mas'ulu an ra'i, naye atakuja kuulizwa kutokana na alichokichunga. Wewe mimi nitachunga mipaka ya Allah, tawahusia watu wangu kuelekea pale Mwenyezi Mungu alipotuamrisha, na tukatazike pale Mwenyezi Mungu alipotukataza. Mwenyezi Mungu alifika mahali akatwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Mwenyezi Mungu anapenda akuone pale alipokuamrisha, na anachukia akuone pale alipokukataza.
Mwisho kabisa ni wahusie umma tuende na slogan ya mufti wetu wa Tanzania. Slogan yake amekuja akasema watu wote wa Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wajitambue, wabadilike, waache mazoea waliokuwa nayo huku nyuma. Kwa hiyo sasa hivi muda tulionao tujitambue sisi waumini wa Kiislamu, tubadilike, tuachane na yale mazoea huku nyuma. Tuangalie sasa hivi tunaenda wapi, kuko tunakuelekea, tunaenda kufanya nini. Dini nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni kuelekezana. Sio kwa sababu mimi nimekuwa imamu sikubali maelekezo ya mtu, sikubali ushauri, mimi nitakuwa si binadamu. Kwa sababu tumeambiwa watu wamegawanyika, mtu asiyoshauri wala asiyoshaurika, huyo hayupo katika ubinadamu. Mimi nakubali ushauri na nakubali kushauri, na shauri dini yetu iende mbele. Ni washukuruni sana na Mungu awajalieni kila laheri, mzidi kututembelea zaidi, na hii isiwe ndio mara yenu ya kwanza na ya mwisho, mje zaidi kutokana na haya mliokuja nayo na haya mliotuelekeza na haya mnayotaka kuyaendeleza zaidi. Tunakukaribisheni katika msikiti wa Bumbuta. Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani inshallah. Karibuni sana. Na wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, baada ya kuwa tumepata mambo mazuri sana hasa kutoka katika vinywa vya ndugu zetu hawa, kila mmoja ameeleza kwa namna yake ambavyo ameeleza kukufikishia wewe ambao unatutazama, kuanzia kwa ndugu yetu Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, lakini pili kwa Sheikh wetu wa kata pamoja na imam, namna ambavyo amezungumza kwa ikhlasu sana. Uongozi ni dhamana, na kiongozi ambaye hapendi kushauriwa, huyo sio kiongozi. Kiongozi ambaye hapendi shura, huyo sio kiongozi, na wala hafai kwenye kuongoza umma. Kwa sababu huwezi kukamilika kwa mtu mmoja kwa sababu mimi najitosheleza. Hakuna brother, huwezi kufikia namna hiyo. Bwana, niwezi kufikia tamati sasa baada ya kuwa tumepata mambo mengi, na hapa tunasema tukio katika ardhi ya Bumbuta. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.